Uongozi wa kweli na unaogusa maisha ya wananchi hauishii kwenye ofisi pekee, bali huonekana pale kiongozi anapokuwa karibu na wananchi, anaposikiliza changamoto zao na pale anapochukua hatua kuwafariji na kuwasaidia. Hii ndiyo taswira iliyojitokeza katika ziara ya Waziri wa Elimu Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, mkuu wa kikosi cha KMKM Zanzibar, Komodo Hazana Msingiri, pamoja na mwakilishi wa jimbo la Mkoani, Captain Khamis Hijaz. Ziara hiyo ambayo Waziri wa Elimu Zanzibar alikuwa mgeni rasmi, iliwaweka viongozi hao bega kwa bega na wananchi katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Mkoani, huku Captain Khamis Hijaz akiendelea kuwa kiongozi mwenye ukarimu, uchapakazi na moyo wa kuwatumikia wananchi wake. Ziara ilianzia katika skuli ya Makombeni iliyopo Mkoani, ambapo viongozi hao walikutana na wanafunzi pamoja na wazazi na kuzungumza kuhusu umuhimu wa elimu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Pia msaada wa chakula pamoja na fedha ulitolewa, huku ahadi mbalimbali zikitolewa kwa lengo la kuendelea kuboresha mazingira ya elimu. Leo tumekuja katika skuli yetu hii ya Makombeni na nimekuja na rafiki mpenzi kabisa. Maana marafiki lazima uwe na marafiki ambao wanaweza kukusaidia. Leo nimekutana na mkuu wa KMKM, akaniambia bana, nataka kwenda Makombeni na mzigo wangu ule, nikachukua mzigo pale fulani nipelekee nikaone vijana, ili vijana hawa na wao wajisikie wako vizuri. Lakini kwa kweli mheshimiwa, sisi tunakushukuru mimi binafsi kama mwakilishi, lakini tunashukuru kwa niaba ya skuli, watoto hawa wanaosoma kwenye skuli hii ya Makombeni, na wewe kutia mkono wako. Niwapongeze wazee wote wa Makombeni kwa mashirikiano yenu mnaoendelea nayo kupitia kuweka pamoja vijana wetu na kuona kwamba bado mnashirikiana nao. Hongereni sana. Wanafunzi, walimu, wazazi wamejitolea kwa nguvu zao zote kuwaruhusu kuja kukaa kambi. Nataka niwasisitize na niwaombe, oneshe bidii yenu kubwa sana, muda wenu mwingi mtumie kwenye masomo. Sisi viongozi tuliopo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, tukiongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, tupo nyuma yenu. Tunataka Division 1 na Division 2. Hatutaki Division 4 hapa. Hilo nataka mlijue kwenye vichwa vyenu. Tunahitaji Division 1 na Division 2. Division 3 kama zitakuwepo zisizidi 10. Mimi kwa upande wangu naomba nichangie mchele polo 6, nichangie mafuta katoni 1. Pia nitatoa pesa cash shilingi 500,000. Kwa upande wake, Waziri wa Elimu Zanzibar Mheshimiwa Leila Mohamed Musa alisisitiza umuhimu wa elimu katika kujenga kizazi chenye maarifa na uwezo wa kuliletea taifa maendeleo. Nimefurahi sana kwa zoezi hili ambalo mmeliendesha la kizalendo kabisa, na nishukuru fursa hii kuwapongeza sana Mheshimiwa mwakilishi na Mheshimiwa Komodo kwa uzalendo na uthubutu wa kuja kuunga mkono jitihada za serikali. Mimi ni waziri ambaye nina dhamana wa skuli hii. Nimekuwa shocked kuona alfajiri mwakilishi ameshakusanya walimu na wanafunzi na wazazi kwa ajili ya kutoa msaada wake. Hivi si vitu vya kawaida, wala si waheshimiwa sote ambao tuna moyo huo. Huu ni zaidi ya uongozi ambao una utu ndani yake, una kuthamini wale ambao wamempa dhamana. Baada ya kuzungumza na wanafunzi pamoja na wazazi katika skuli ya Makombeni, ugeni huo ulianza safari kutoka Mkoani kuelekea kisiwa cha Makongwe kilichopo jirani na bandari ya Mkoani. Walipofika walipokelewa kwa shangwe kubwa kutoka kwa wanafunzi pamoja na wananchi waliojitokeza kwa wingi. Lakini kwa Captain Khamis Hijazi, Makongwe haikuwa sehemu tu ya kutembelea, bali hiki ndicho kisiwa alichozaliwa. Captain Khamis Hijaz aliwaongoza wageni wake hadi nyumbani kwa mama yake mzazi, ambako viongozi hao walipata baraka za mama kabla ya kuendelea na shughuli nyingine za ziara. Baada ya kupata baraka hizo, viongozi walikutana na wananchi wa Makongwe wakizungumza nao kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo na maisha ya jamii.
Aidha, vifaa vya michezo vilikabidhiwa kwa vijana na wananchi wa kisiwa hicho pamoja na chakula kwa wanafunzi wanaokaa boarding, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha michezo na kuendeleza vipaji. Akizungumza na wananchi wa Makongwe, Kapteni Khamis Hijaz alieleza namna anavyothamini jamii hiyo ambayo ni sehemu ya chimbuko lake, huku akisisitiza dhamira yake ya kuendelea kushirikiana na wananchi katika kuleta maendeleo. Leo nimekuwa na furaha kubwa kabisa. Moja, kutembelewa na waziri wa elimu katika kisiwa chetu cha Makongwe. Lakini la pili, mkuu wa KEMKEM kuacha kazi zake zote akasema hapana, lazima tuende Makongwe tukazungumze mambo ya kisiwa cha Makongwe. Mimi ni mwakilishi wa jimbo lote hili la mkoani, lakini ninatokana katika kisiwa hichi cha Makongwe. Nakumbuka kikao kilichopita nilikuwa nikizungumzia sana juu ya shule za Makongwe na Makongwe. Manake mimi nimezaliwa Makongwe, lazima nisimame na Makongwe. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, unitafutie walimu competent hapa Makongwe ambao watakuja kuongeza ubora katika hapa Makongwe, na harama hizo mtalipa mimi mwenyewe. Bahati nzuri nyumba za kuwaika hapa tunazo. Nyumba ya Wizara ya Elimu kama imejaa, mimi ninayo nyumba hapa Makongwe watakaa, lakini na pale mkoani na hapa sio mbali. Lakini nahitaji mara hii tukafanye form 4 na tukose 0, twende tukapata division 1 na division 2. Na mimi niwahakikishie uwezo wa mwanafunzi wa Makongwe atakayepata division 1 kumsomesha popote duniani nao. Naye Komodo Msingiri aliwahimiza wananchi kuendelea kuwa na umoja na mshikamano katika jamii yao. Bila Mheshimiwa Hijazi, Komodo asingefika hapa, lakini leo watu tumekuja kwa mapenzi mazuri na mahusiano mazuri alionayo Mheshimiwa mwakilishi na watu ambao wanamzunguka. Dhamira ya kuja huku juu Komodo Msingiri ni kutaka mahusiano ya KMKM na kisiwa hichi yawe mazuri zaidi kuliko hivi yalivyo sasa hivi. Tunataka matokeo ya haraka katika shule ya Makongwe. Nitatoa ahadi, wale watakaopata division 1 na division 2, basi wao wenyewe ndio wataamua tuwafanyie kitu gani. Akifunga mfululizo wa salamu hizo, Waziri wa Elimu Zanzibar aliwahimiza wananchi kuendelea kuthamini elimu na kuwapa watoto nafasi ya kupata maarifa. Mheshimiwa Rais amenipa salamu zenu wana Makongwe. Kwanza anawashukuru sana, lakini mbali na shukurani anawaahidi neema zaidi zitafika katika kisiwa cha Makongwe. Baada ya shughuli za kisiwa cha Makongwe kukamilika, viongozi hao walirejea mkoani na kuelekea Chokocho ambako walifanya matembezi pamoja na kushuhudia kilele cha mashindano ya soka ya Hijaz Cup, ligi iliyoanzishwa na mwakilishi wa jimbo la mkoani kwa lengo la kukuza michezo na kuibua vipaji vya vijana. Fainali iliwakutanisha timu ya Uokozi na New Star, na baada ya dakika 90 za mchezo, timu hizo zilitoka sare ya bao 1-1. Hivyo mshindi aliamuliwa kwa mikwaju ya penati. Na hapo ndipo Uokozi walipoandika historia kwa kutwaa ubingwa wa Hijaz. Kwa ushindi huo, Uokozi walitwaa kombe na kuzawadiwa medali kiasi cha shilingi milioni 2 za Kitanzania pamoja na ng'ombe mmoja. Kapteni Khamis Hijaz alizungumza na washiriki pamoja na wananchi. Mashindano ya Hijaz Cup yanatumia fedha nyingi katika jimbo letu la Mkoa. Mashindano haya kwa sasa tangu tuanze miezi 6 ya nyuma na miezi 6 haya tushatumia zaidi ya milioni 100 na tumetumia kwa sababu tunahitaji kubadilisha mkoani. Mimi niwaambie sana, tushirikianeni kuhakikisha tunakuwa kitu kimoja na kubadilisha mkoani. Na kwa upande wake, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa alisisitiza umuhimu wa kuendeleza michezo sambamba na elimu. Kongole sana Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Mkoani kwa kuwa mstari wa mbele katika kuwaunganisha wananchi wa jimbo la Mkoani. Hongera sana, naomba tumpigie makofi.
Leo tumezipata timu zote mbili hapa. Nataka niwapongeze nyote, ni washindi. Wa kwanza ni nambari tu, lakini wewe ni mshindi namba 1, New Star ni mshindi namba 2. Hongereni sana vijana wetu, mumeonyesha mchezo mkubwa sana na mmetupa burudani, na nimefarijika kuwa katika mashindano haya tunaibua mastaa. Hapa Komodo amesema anataka kuchukua vijana. Mheshimiwa mwakilishi amenambia anazo timu nyingi ambazo zimeomba vijana, kutokana na mashindano haya watachukuliwa katika timu kubwa. Tumepata kiongozi ambaye yupo kwa ajili ya kutuhudumia, kwa ajili ya kututumikia. Si majimbo yote ambayo yamebahatika kupata kiongozi mwenye uzalendo, mwenye kuwajali wapiga kura wake. Kuanzia skuli ya Makombeni ambako msaada wa chakula na fedha ulitolewa, hadi kisiwa cha Makongwe ambako vifaa vya michezo vilikabidhiwa, na hatimaye Chokocho ambako vijana walisherehekea kilele cha Hijaz Cup. Kila hatua imebeba ujumbe wa kwamba uongozi ni dhamana, na dhamana hiyo inapaswa kutumika kwa manufaa ya wananchi. Kwa Kapteni Khamis Hijaz, ukaribu wake na wananchi, moyo wa ukarimu na jitihada zake vinaendelea kuonesha namna kiongozi anavyoweza kuwa sehemu ya faraja kwa jamii yake. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.